Nyie, kumbe kuna hapo huwa mnazidownload hizo application ni za kutafuta sijui wachumba, sijui za kutafuta wapenzi. Bwana, kama ushawahi kudownload hiyo hapo au ushawahi kuvutiwa kudownload hii hapo, usiipite hii video. Kuna huyu kaka ameniletea history yake. Unajua story yake? Mwanzo wakati anaanza kusimulia nilikuwa nacheka. Yaani nilikuwa nacheka, lakini baadaye nikaona sio vitu vya kuchekesha. Yaani sio vitu vya kucheka kabisa. Huyo kaka bwana anaitwa Benson. Huyo Benson mimi nishazoea kumuita Beni. Namfahamu kwa sababu nimesoma naye chuo. Huyo Beni ananiambia Teddy, mimi nilidownload app. Hizo zo app ambazo zipo huko Play Store, watu wana download, kaniambia zipo ambazo zinalipiwa na zingine hazilipiwi. Hiyo hapo mimi nitahitaji jina. Yeye anasema download application inaitwa Tinder. Hiyo Tinder kama amejisajili, amejaza taarifa zake. Yeye madai yake anasema kwamba wakati ana download ile application alikuwa tu ana download for fun. Yaani kwa ajili ya kukutana na wasichana huko, ku have nao fun. Hicho ndio kilichomvutia kudownload hiyo application. Anasema Teddy, nimedownload tu ile application. Ndani ya wiki mbili nikawa nishapata wasichana kama 3. Na hao wasichana wote 3 walikuwa ni wa maeneo ya Dar, tena ya karibu na ninapokaa, kwa sababu wananiambia kuna sehemu ya kwenye hii application inakuwezesha wewe mtumiaji kuwapata watu ambao na wenyewe pia wanatumia hiyo application, wapo maeneo ya karibu. Anasema Teddy, ni kweli nilikuwa napata hivyo wanawake humo, yani ukiwa tu na hela yako hivyo 20,000 elfu ngapi, kuliko kwenda kununua mwanamke aliyesimama huko barabarani kwenye ile application. Nasema ndio ilikuwa ni rahisi. Huyo rafiki yangu Beni, haya mambo anayapenda kweli. Beni ananiambia Teddy bwana, baada kama mwezi hivi kuna kademu nikaona kwenye hiyo application, mtoto amenyooka. Yani mtoto amenyooka, nikisema amenyooka kweli, mtoto amesimama, mtoto mzuri. Nikasema huyu mtoto lazima mimi niuke naye. Kuangalia nikakuta yupo Dar, lakini yupo mbali kidogo na pale ambapo mimi nipo. Nikasema kwa hii Dar hakuna sehemu isiyofikika. Ikabidi nimtafute, nikamtafuta yule demo, nikamdm huko kwenye hiyo application. Yani ilikuwa ni kwa mbinde. Kwanza mtoto bicha linaanza na chati kizungu. Huyo Beni ananiambia nikamsomesha, lengo langu kubwa lilikuwa ni muhamishe. Yaani anipe namba kule Tinder, niwe nawasiliana naye kawaida na WhatsApp. Baada ya kuchat naye sana, yule mtoto akawa amekubali akawa amenipatia namba. Ananiambia Teddy, mimi kwanza naingia kwenye ile Tinder. Yaani wanawake ambao walikuwa nakutana naye huko, nakutana naye labda kama leo tumeongea leo, amekubali akanipatia namba yake ya WhatsApp, kesho kutwa nakuja kukutana naye. Lakini kwa huyo alikuwa ni tofauti. Yeye aliniambia kwamba jina lake ni Milka. Akawa ananiambia mimi kwa tunayokali, siwezi kutoka, labda kama unaweza njoo wewe. Nikamwambia hapana, mimi kuja kwenu itakuwa ni jau. Mimi nikifika nasemaje? Akawa anasema kama ndio uvumilie, siku mimi nikipata nafasi nitakwambia, nitatoka nitakuja ambako wewe unataka tukutane. Huyo Beni anasema Teddy, yule mtoto kusema kweli sikutaka tu kupiga na kuondoka. Yule mtoto mimi nilikuwa na lengo naye kabisa. Yaani nilikuwa na lengo naye kabisa, mambo yakienda vizuri nianzishe naye hata mahusiano. Mwenyezi Mungu akisaidia huko mbeleni sana, labda anaweza kama mchumba wangu au mke wangu. Teddy wiki nzima anabembeleza. Mtoto ananiambia sina nafasi, lakini tunaongea tu vizuri, chati. Nasema Teddy, kuna siku huyo mtoto akawa amenicheki huyo Milka, akaniambia Beni, kuna kitu nataka nikuombe. Nikamwambia haina shida, niambie kitu gani? Huyo Milka akaniambia hivi, naomba ufute hii application ya Tinder. Wewe ulikuwa tu umeidownload kwa ajili ya kutafuta mpenzi na unasema kwamba mimi unanipenda na mimi nishakukubalia kwamba ni sawa, tutakuwa kwenye mahusiano. Basi sioni kama kuna haja kuendelea kuwa na hii application. Beni anasema hivi, nikamkubalia sawa nitaifuta. Akaniambia sio utaifuta, ifute sasa hivi. Nikamwambia sawa nafuta. Basi nimekaa mimi ile hapo sikuifuta. Baadaye tena wakati tunachat akaniuliza umefuta Tinder? Nikamwambia ndio nimefuta, nayo ifute. Huyo Milka akanijibu, mimi nilishaifuta muda tu, kuanzia tunaanza mawasiliano mpaka tumekubaliana kuwa kwenye mahusiano, mimi nimeifuta ile hapo. Kwa hiyo sina. Huyo Beni anasema na mimi nikamdanganya na mimi sina. Lakini Teddy, ukweli ni kwamba ile application mimi nilikuwa nayo bado kwenye simu yangu mwezi mzima. Milka bado sijaonana naye. Tunawasiliana tu, zaidi tu tunachati na kupigiana simu. Nikaona sio kweli, nikarudi tena kwenye Tinder. Mimi Tinder yangu sijawahi kuifuta hata siku moja. Kwenye scroll tena huko Tinder nikakutana na pisi nyingine. Huyo Beni ananiambia Teddy, hiyo Tinder mimi mpaka nililipia kabisa. Yaani nililipia kabisa VIP. Basi nikapata demu mwingine. Kumpata demu mwingine naye alikuwa pisi kweli kweli. Yaani alikuwa ni pisi zaidi hata yule Milka. Amenyooka. Kwa bahati nzuri sasa ile pisi yenyewe ndio ilianza kumtumia mimi hai, nikawa nimejibu. Anachati kawaida kabisa Kiswahili. Hapo naye akawa ameniomba namba. Nikamtumia namba yangu, akaniambia sawa nakucheki out of Tinder. Nikamwambia sawa. Sijakaa sawa Teddy, simu yangu ikaita. Mtoto hajatuma message wala hajabipu, kapiga. Nikapokea.
Kupokea akaniambia, mimi naitwa Rozi, umetoka kunipa namba hapa tena sasa hivi. Nimekuona haukai mbali na mtaani kwangu. Vipi? Tunaweza kuonana? Nikasema haya ndo mambo ya Zalila mentali. Haya ndo mambo ya mbuzi kafia kwa muuza supu. Huyo mtoto mimi leo unagonga. Huyo Beni ananiambia, Teddy, mimi nisikujivunga. Nikamwambia sawa, tukutane. Akaniambia, upo sehemu gani? Nikamwambia mimi niko hapo mtaa kwa Mbonde. Akaniambia kwa Mbonde? Mbona kwa Mbonde mimi mara nyingi sana uoga na kujaga huko, kuna rafiki yangu. Nikamwambia huyo Rose, mimi ndo niko huko kwa Mbonde, njoo. Akaniambia sawa. Nikampa maelekezo yote mpaka maelekezo ya geto. Ananiambia, Teddy, sijakaa sawa kama dakika 15 tu nimekaa pale geto, mlango wangu kawa unagongwa. Mlango kugongwa, nikajiseti, nikawa nimeenda kufungua. Yule Rose mimi nilikuwa nishamuona huko Tinda picha zake, nikamtambua ndo Rose. Nikaita Rose, akaitika abe, karibu. Mimi nakaa geto chumba kimoja, mtoto akawa amezama mpaka ndani. Ananiambia, Teddy, lakini kuna hali fulani hivi ya utofauti nilianza kuihisi. Kwa sababu nikimwangalia yule Rose na picha ambazo amenitumia Milka, wanafanana vibaya mno. Wanafanana sana. Yaani jinsi wanavyoonekana, muonekano wake, the way anaongea, ni kama Milka kabisa. Yaani ni kama Milka. Nikamwangalia Rose, akaniambia, vipi, mbona unaangalia sana? Nikamwambia, hapana, siamini kama leo mwanamke mzuri kama wewe ameingia kwenye geto langu, ndio maana nakuangalia sana. Akawa anacheka, akaniambia, usijali, mimi tu nimevutiwa na wewe na ndio maana nimeomba kukutana na wewe. Najua sio kawaida sana kwa mwanamke kumwanza mwanaume, lakini mimi ukweli nimevumilia, nimekuona sana Tinda kwa muda mrefu, nimevumilia. Baada ya kujua kwamba tena ndio unakaa karibu tu na mtaani kwetu, nikasema wacha nikutafute, ikishindikana kwa wapenzi tu hata marafiki. Huyo Beni anasema hapa huu muda wote Teddy, lakini kusema ukweli nilikuwa na mashaka sana. Nikamwambia haina shida, karibu, unatumia kinywaji gani? Huyo mtoto Teddy akaniambia mimi nataka maji. Nikamwambia sawa. Nikatoka nje. Lengo langu la kutoka nje haikuwa tu kufuata ya maji. Nilikuwa nataka nimpigie Milka nijihakikishie. Nimetoka nje nikiwa road hivi naelekea barabarani kuchukua maji. Nikawa nimempigia Milka. Kumpigia Milka nikawa naongea naye kama kumchimba. Uko wapi? Akaniambia mimi niko nyumbani. Nikupigie video call. Akaniambia ndio nipigie video call. Teddy, nikawa nimempigia Milka video call. Kitu ambacho kilinistua zaidi ni kwamba nimemwona Milka kwenye ile video call, mazingira sio ya geto langu. Ni mazingira ya kwao ambayo mara nyingi nikiongelea video call anakuwepo kwenye mazingira. Lakini Milka alikuwa amevaa nguo sare na Rozi. Zile nguo ambazo Rozi amevaa amekuja nazo pale nyumbani, amezivaa huyo Milka. Teddy, nilistuka mpaka nikadondosha simu.